Katika taarifa nyingine, katika miaka ya hivi karibuni jiji la Dar es Salaam limeendelea kukua kwa kasi, hali ambayo imechangia ongezeko kubwa la vyombo vya usafiri hasa katika wilaya kama vile Ubungo. Na pamoja na faida nyingi za ukuaji huo, zipo changamoto hasa za msongamano wa magari pamoja pia na ukiukwaji wa sheria za usalama barabarani. Kabisa Hilda, sasa kuhusiana na hilo unaweza kusema mwarobaini wa madereva wanaosababisha msongamano na foleni kwa kutanua na wale wasiofuata sheria za barabara katika barabara mbalimbali kwenye wilaya mbili za Ubungo na Kinondoni. Sasa mwarobaini umepatikana, ambapo mkakati uliopo zitafungwa kamera kwenye maeneo mbalimbali na tayari zimeanza kufungwa, na hii leo wilaya ya Ubungo zitafungwa tena kwenye maeneo mbalimbali na mkuu wa wilaya hiyo Albert Msando, ambaye tayari tupo naye hapa studio kuzungumza kuhusiana na hatua hii kubwa. Karibu sana mkuu. Asante na kushukuru sana. Ndio. Nashukuru. Tumefurahi sana kuwa naye asubuhi hii na tuwapongeze pia kwa mpango huu mkubwa, kwa sababu ukizungumza Dar es Salaam unazungumza mji mkubwa Afrika, mji maarufu ambao pengine watu kutoka mataifa mbalimbali huenda wanaofahamu zaidi kuliko hata miji mingine. Kwa nini wazo hili? Kwanza ni washukuru kwa kunialika kwa ajili ya kuja kulizungumzia jambo hili ambalo tunaona linaenda kwa kiasi kikubwa kupunguza au kusaidia kupunguza msongamano wa magari kwenye barabara zetu. Swala la foleni ya barabarani lina sura nyingi ambazo ni lazima tuziangalie. Kubwa kwanza ni kero. Foleni ni kero. Ni kero kwa sababu mtu anataka kuwahi kufika anakoenda kwa wakati, lakini anatumia zaidi ya masaa 2, masaa 3 yuko barabarani. Kwa hiyo unaposema kero ni kwamba yule mtu anakereka. Lakini cha pili ni kichocheo kikubwa sana kwa athari za kiuchumi. Kwa sababu kama unavyojua wanasema muda ni kama fedha. Unautumiaje muda wako ni jambo muhimu. Sasa kama unatumia masaa 2 huko kwenye foleni kwenda na masaa 2 kurudi katika masaa ya kazi ambayo tunaongelea masaa 8 mpaka 10, masaa 4 umeyatumia kwa kuwepo barabarani, kiuchumi hiyo hai make sense. Lakini tatu, mimi naliangalia hili swala kwenye engo ya malezi. Kwa Dar es Salaam mimi nimefika hapa sikuwepo, nilikuwa niko Handeni na nilikuwa Morogoro kule. Unakuta mtu anatoka kazini labda saa 9:30 au saa 11, anafika nyumbani saa 3 usiku, saa 4, lakini analazimika kuondoka saa 11 alfajiri. Muda anaofika kwa mzazi, tuchukulie ni mama mwenye mtoto wa miezi 4, miezi 5. Ni saa ngapi huyu mtu anapata muda wa kukaa na mtoto wake? Kwa sababu yule mtoto ni mdogo, au mtoto mwaka 1, miaka 2. Mzazi anafika saa 3, anafika saa 4, yule mtoto ameshachoka, ni muda wa kulala. Asubuhi anaondoka alfajiri mapema kuwahi foleni, anamwacha mtoto amelala. Sasa kuna athari naamini za upande wa malezi. Tunaweza tukakaa tukilalamika kwamba siku hizi wazazi wamekuwa bize sana, hawatumii muda na watoto wao, lakini masaa 4 mzazi huyo ametumia akiwa kwenye gari kurudi au kutoka nyumbani. Kwa hiyo haya ni baadhi ya maeneo tu ukiangalia kujibu swali lako la kwa nini, naamini kabisa kwamba foleni ya barabarani ni eneo ambalo lazima tulifanyie kazi na tulifanyie kazi kwa haraka. Tusaidie pia kuelewa namna mbinu hii ambayo mnaenda kuianza itakavyosaidia kuondokana na changamoto hizi za barabarani. Swala la kuweka kamera barabarani ni kutumia teknolojia kuwapunguzia askari wetu mzigo wa kukimbizana na wale wanaovunja sheria. Kwa sababu ukiangalia watumiaji wa vyombo kama bajaji, bodaboda na daladala, wenyewe wamefika mahali kwamba sheria za barabara ni sio jambo ambalo linawahusu sana. Sasa akivunja, mwingine anakimbia, kumkamata inakuwa ni changamoto, mji wetu ni mkubwa. Lakini pia kuna hatari kubwa kwenye kukimbizana na mtu. Bodaboda amebeba watu 3. Ukitaka hata kusema kwamba unamzuia
kwa kumwekea chuma barabarani au kumkimbiza, unaweza ukasababisha vifo, kwa sababu yule mtu atakimbia kwa kuogopa sasa asikamatwe. Amepakia watu watatu, akikutana na bumps, akikutana na korongo, akikutana na gari nyingine, unaweza kusababisha vifo kwa sababu tu ya kuzuia kosa lisifanyike. Au mtu wa bajaji anaweza akawa anakuja mbio, akiona polisi labda askari mbele, akataka kugeuza kwa haraka, bajaji unajua zilivyo ni tairi 3, ikabinuka kwenye bajaji kule ana watu, mkapata athari ambazo zikapelekea vifo au majeruhi wengineo. Kwa tukaonelea kwamba ni bora tutumie njia ya kamera, kwa sababu unaweza ukatenda kosa, wewe utakutana either na faini yako, au tukikupeleka mahakamani kuna ushahidi usio na shaka kwamba wewe ndio mtendaji wa lile kosa. Lakini pia mimi binafsi nimeangalia kwamba kumekuwa na tabia, kwa mfano labda makundi fulani either bodaboda, bajaji au daladala, wanapovunja sheria, zikichukuliwa hatua inakuwa ni swala la wote, kiasi kwamba wanapeleka, wanataka kuandamana, tunaonewa, tunakamatwa hovyo na kila kitu. Lakini sio bajaji wote hawajui au hawasimamii, hawafuati sheria za barabarani. Sio bodaboda wote wanatenda makosa barabarani. Kwa hiyo kamera hizi zitasaidia kumsingle out au kumtoa mtu mmoja mmoja ambaye ndiye mvunjaji wa sheria za barabarani. Kwa hiyo itakuwa rahisi katika kuwachukulia hatua. Lakini la mwisho kwamba ni theory ya kawaida tu kwenye maisha hapa, Hilda na wewe, unapojua kwamba unaonekana, basi kuna namna ambavyo una behave. Na hii nitachukulia mfano hapa wote mlivyokaa, kwa sababu sasa unajua Watanzania wote wanatuangalia hapa, utakaa umejinyoosha vizuri, utahakikisha shati lako liko vizuri. Lakini tukizima hizi cameras hapa, tukakuacha mwenyewe Hilda, unaweza ukawa unarukaruka, unafanyaje, unaendelea na wengine tunabaki hivi. Kwa kutumia hizi kamera zinazotuangalia, maana yake ni kwamba Watanzania wanatuona, dunia inatuona. Kwa hiyo there is a certain way of behavior ambayo inakuwa determined by the fact kwamba unajua kwamba kuna mtu anakuona. Hata wewe sasa hivi unasikia mtu ukifanya jambo anakuambia Mungu anakuona. Kitendo cha kujua tu kwamba Mungu anakuona na Mungu anaona kila kitu mpaka ndani ya moyo wako, inakuwa sababu ya hofu, sababu ya kutokutenda dhambi fulani fulani. Haimaanishi kwamba hautatenda hizo dhambi. Either utatenda ukiwa umejificha au utatenda kwa uchache kuliko vile ambavyo ungejua kwamba hakuna mtu yote anayekuona. Kwa hiyo naamini kabisa kwa kutumia kamera hizi, kitendo cha watu kufahamu kwamba sasa tunaona, kwa sababu kinachotokea ni kwamba mimi kupitia simu yangu nitaweza kuona kamera zote ambazo zimefungwa kwenye wilaya. Kwa hiyo tutarajie kwamba askari wa usalama barabarani hawatakuwepo kwenye hayo maeneo, ama watapungua, sio? Hapana, kwenye maeneo ambayo ya kamera hatakuwa na sababu ya kupeleka askari, kwa sababu uzuri wa kamera hizi ni kamera za kawaida. Najua kwamba kuna advanced technology ambayo ipo, teknolojia ya hali ya juu zaidi inayotumika manchi mengine na maeneo mengine kwenye maeneo ya barabara. Lakini sisi tukasema tuanze na hiki tulicho nacho, kwa sababu kamera hii kwanza inatumia sola, kwa hiyo inaweza ikawekwa popote na ni rahisi kuihamisha. Kwa hiyo watu wasitegemee kwamba nitakuwa, kwa sababu pale najua kuna kamera, nitabadilisha, nitaenda kutendea kosa sehemu nyingine. Hatutakuwa tunaziacha sehemu moja. Baada ya muda fulani zitakuwa zinahamahama, lakini tutajitahidi kuweka katika maeneo mengi ili kupunguza utendaji wa makosa. Kwa hiyo ni solar powered, inaweza ikahama. Lakini uzuri ni kwamba hata unaweza ukashare kwenye simu tofauti tofauti. Kwa hiyo kwenye simu ya OCD na yeye atakuwa anaona kinachoendelea, mimi nitakuwa naona kinachoendelea. Kwa hiyo nitajua kabisa eneo fulani pale kuna watu ambao wametanua, wameenda kuzuia, sasa foleni haiendi. Niliona siku kadhaa zilizopita wewe ukiwa pamoja na mkuu wa wilaya ya Kinondoni Saadi Mtambule mkizungumza kuhusiana huu mkakati. Sana nikajiuliza kwa nini Ubungo na Kinondoni? Cha kwanza kwa sababu Ubungo na Kinondoni tuko majirani. Kama unavyojua Ubungo imezaliwa kutoka Kinondoni. Kwa hiyo kwa stadi yangu ya haraka endapo utaifungua Ubungo lakini Kinondoni kukawa hakujafunguka, hutatatua tatizo la foleni. Ukichukua foleni ambayo inatoka barabara ya Makongo kuja ardhi kuingia hapa Mlimani City pale kwenye junction, pale ni Ubungo. Lakini baada ya muda, hatua chache tu kutoka pale ukienda mbele unakuta umeingia Kinondoni. Kwa sasa mimi naweza nikafanya tu, natakiwa nifanye ndani ya wilaya yangu, siwezi kwenda kwenye wilaya nyingine. Kwa ni lazima Kinondoni na yenyewe pafunguke. Lakini ukirudi barabara ya Mbezi Masana,
sisi tusipofungua pale Goba, watu wakaenda wakajaza pale hapapitiki Goba Center, ina maana hiyo foleni itarudi nyuma mpaka itafika kule Masana, itakuwa ni changamoto. Ukija upande huku wa Magomeni, Manzese, kuna upande mmoja ni Ubungo, upande mwingine ni Kinondoni. Kwa hiyo ukifungua upande mmoja ukaacha upande mwingine italeta changamoto. Ndio maana namshukuru na kumpongeza sana mkuu wa wilaya ya Kinondoni kakaangu Saad, kwa sababu na yeye amelibeba hili na wao wameanza na kamera nyingi. Yeye ameanza na kamera 60 kwenye Mwai Kibaki na maeneo mengine. Sikike hapa siku kadhaa zilizopita mkiwa pamoja wakati mkianza huu mchakato ama huu mkakati. Tujikumbushe hii clip fupi ambapo mkuu wa wilaya ya Kinondoni Saad Mtambule akiwa na mkuu wa wilaya ya Ubungo ambao tupo naye hapa Albert Msando kuhusiana na mkakati huu. Lakini katika utafiti wetu tumegundua chanzo kikubwa cha msongamano wa magari ni madereva kutokuwa na nidhamu, kutokufuata taratibu za sheria za usalama wa barabarani. Na shida kubwa ni watu kutanua. Barabara yenye kuchukua mistari miwili, watu wanalazimisha kutembea katika mistari 3 hadi 5. Lakini pia ipo magari ambayo ni mabovu huko barabarani. Tuna malori yanaharibika barabarani, tuna magari madogo yanaharibika huko barabarani. Lakini pia tunao madereva ambao wanasafiri kwenye barabara hizi, kipande chote anachosafiri kutoka pointi moja hadi pointi nyingine, yeye yupo kwenye simu wakati wote. Sasa mwarobaini wa madereva wazembe, madereva wasiofuata taratibu na sheria za usalama barabarani umekuja. Tuna mashine hii, tuna kamera hizi za kisasa kabisa ambazo zinahamishika. Na sisi wilaya ya Kinondoni tunaenda kuanza na mashine na kamera hizi 60. Kamera hizi 60 tutaenda kuzifunga barabara ya Mwai Kibaki, kamera 20, kuhakikisha kipande hicho yoyote anayetanua, yoyote anayeendesha gari akiwa anazungumza na simu, tunaenda kumshika kwa njia nyepesi kabisa. Lakini barabara hii ya Bagamoyo Road, barabara ambayo sisi kwa wilaya ya Kinondoni ni kubwa, tunaenda kufunga hizi mashine 30 kwa wakati huu mmoja. Kwa hiyo hakuna kipande hata kimoja, na tutazifunga katika umbali wa mita 500 kutoka kamera moja hadi nyingine. Kwa hiyo hakuna sehemu abiria mzembe anayetanua, anayeendesha gari akiwa anazungumza na simu, kamera hii itamwacha. Tutambaini kila dereva anayefanya uzembe na anayetanua kwenye barabara hizi, na hatua kali zitachukuliwa. Na sisi tulivyokuwa tumejipanga, wote tutakao wakamata kwa mujibu wa kamera hizi za kisasa kabisa, tutawapeleka mahakamani wakalipe faini na wafungwe, na ikibidi ni pamoja na kuwafutia leseni hizo. Tunatamani sana wakazi wote wa Kinondoni tuendelee kuimarisha usalama wetu, na usalama pia wa barabarani ni jambo la muhimu. Kwa hiyo madereva wote katika wilaya ya Kinondoni, wa magari binafsi, wa daladala na magari ya serikali, wote tuzingatie utaratibu na sheria za usalama barabarani. Kinyume cha hapo, umejiandaa kupelekwa mahakamani, umejiandaa kushtakiwa, umejiandaa kulipa faini kali. Na hii hatutanii. Tuko kazini kuhakikisha tunalinda usalama wa wananchi wetu hapa barabarani pamoja. Saad Mtambule, mkuu wa wilaya ya Kinondoni, umemsikia hapo, pamoja naye Albert Msando, mkuu wa wilaya ya Ubungo ambao tupo naye hapa. Sasa kwa Kinondoni tayari wameanza. Kwa upande wa Ubungo, kwa kumalizia, mkuu, mmefikia hatua gani pengine? Sisi tuna, kwa mfano kama leo nina ratiba tu, kwa sababu nataka hili zoezi pia nilifanya mwenyewe. Tungeweza kulifanya kuachia watu wafanye, lakini kwa ajili ya uzito wake nataka mwenyewe nishiriki katika ufungaji. Na leo tutakuwa kule Goba, tutafunga kwenye maeneo ambayo tumesha identify. Na uzuri, na washukuru sana wenzetu wa TANESCO lakini na jeshi la polisi, kwa sababu kuna element nyingine ambayo tunajaribu kuisukuma kupitia zoezi hili, kwa gharama za kuweka hizi kamera zisiwe kubwa bila sababu ya msingi. Kwa mfano, kwenye kila barabara kuna nguzo ya umeme, either ya TANESCO, ya Mkongo wa Taifa au ya TTCL. Hizi nguzo ziko kule, ndizo ambazo tunazitumia sisi kwenda kufunga hizi kamera. Kwa maana yake ni kwamba kwa njia moja au nyingine, kwa sababu hakuna athari za kiusalama kwenye nguzo hizi, kwa badala ya kutumia gharama kubwa kwenda kufunga kwenye nguzo nyingine,
tunatumia nguzo hizi ambazo serikali imeshaziweka kwenye barabara kwa ajili ya kufunga hizi kamera. Kwa hiyo tunapunguza kwa kiasi kikubwa gharama hizi. Kwa hiyo kwa sisi tutaenda kufunga kwenye maeneo hayo ya kule Goba kuja mpaka Mbezi ya chini, alafu baadaye tutakuja hii barabara ya Ubungo Kimara. Lakini niongezee katika hilo kwamba hatutaishia sisi kwenye kamera tu kudhibiti barabarani. Pia tunaenda kufunga hizi kamera kwenye masoko na maeneo yote ambayo yana mapato ya halmashauri, kwa sababu kuna watu ambao bado wanakuiba au wanafanya ubadhirifu kwenye mapato kwa kutumia ujanja. Kwa hiyo tutahakikisha hizi cameras pamoja na kwamba tunazitumia kudhibiti barabarani watu wanaotanua, tutaenda kufunga kwenye masoko mbalimbali, Mabibo kule na sijui Manzese na maeneo yote, ili tudhibiti mapato ya serikali, kwa sababu tukielekeza kwenye njia, kama ni unaingia getini tutakuona, kama wewe umepaki gari haujalipa tutakuona. Kwa watu wajiandae kupokea mabadiliko haya. Lengo ni kudhibiti matumizi ya barabarani, kudhibiti mapato kwa kutumia teknolojia. Kwa hiyo ni eneo ambalo tumeamua na tumedhamiria kwa dhati kabisa kwenda kulifanya. Sasa hivi tunafanya kama pilot, lakini baadaye naamini halmashauri watalitake up na kwenda kulifanya kwa ukubwa wake kwenye maeneo yote ambayo tunaweza tukazitumia. Naam, tunashukuru sana, na bila shaka pia itakuwa ni swala endelevu na sio kwa kama kampeni ya msimu. Na hilo ni muhimu sana, na niwaombe nyinyi pia wanahabari tuendelee kutoa elimu, tuendelee kama hivi mnavyofanya. Mnafanya kazi nzuri sana Azam, kuhakikisha kwamba tunafikisha ujumbe kwa wananchi, kwa sababu hatutaki mwananchi awe kama vile tunamvizia. Hatuviziani. Anapaswa kujua. Sasa kupitia nyinyi kwa vipindi kama hivi, endeleeni kutushika mkono kufikisha ujumbe kwa wananchi, ili na wenyewe wabadilike. Mabadiliko ya tabia yanahitaji elimu nyingi na ufahamu mkubwa zaidi. Kwa hiyo tunawashukuru na kuwapongeza kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya kutufikishia ujumbe. Pengine ili Hilda litaambukiza na wilaya nyingine. Naam, shukrani sana. Asante sana, tunakushukuru na tunakukaribisha tena wakati mwingine. Asante na washukuru sana. Naam, tunakamilisha hivyo tukizungumza na mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando. Zaidi ni kuhusiana na mpango ambao upo baina ya wilaya ya Ubungo pamoja na Kinondoni kwa ushirikishwaji huo katika kusaidia kufunga kamera barabarani ili kuwezesha usafirishwaji rafiki.